jukumu lako na langu tutimize wajibu wetu. Kama kauli mbiu yetu inavyosema, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu tutimize wajibu wetu. Hivyo mapambano dhidi ya rushwa ni kazi ya kila Mtanzania. Ana wajibu wa kupambana katika mapambano haya dhidi ya rushwa. Kwa hiyo leo tutaenda kuhamasisha wanafunzi ambao wameshiriki michezo hii ya UMISETA kujiunga na klabu za wapinga rushwa. Nadhani mmeshazisikia, zipo katika ngazi ya shule ya msingi, lakini hata huko katika ngazi ya sekondari. Naamini hata huko katika mikoa mnayotoka kwenye shule zenu za sekondari, klabu hizi zipo katika shule zenu. Lakini si tu katika level ya sekondari, lakini pia hata level ya chuo kikuu. Kwa hiyo ukitoka sekondari ukienda chuo kikuu, unapaswa kuendelea kuwa mwanachama klabu ya wapinga rushwa, kwa sababu yapo manufaa mbalimbali kupitia klabu hii. Cha kwanza, klabu hizi zinajengea kuwa wazalendo na kuwa imara katika mapambano dhidi ya rushwa, kwamba ukiwa mwanaklabu ya wapinga rushwa katika shule zenu unakuwa na uwezo wa kushiriki vyema katika mapambano dhidi ya rushwa. Na unashiriki vipi mapambano dhidi ya rushwa? Kwamba wewe kama mwanafunzi unaweza ukatumia kipawa chako ama karama yako katika kushiriki mapambano dhidi ya rushwa kwa kutunga nyimbo zilizobeba maudhui ya rushwa. Lakini pia naamini kuna wasanii miongoni mwenu naweza kutunga maigizo yaliyobeba ujumbe wa rushwa. Lakini pia kushiriki kazi za michezo kama mlivyofanya hivi, kushiriki UMISETA, kwamba kupitia kazi za michezo unaweza ukashiriki mapambano dhidi ya rushwa kwa kubeba ujumbe wa rushwa kupitia michezo mbalimbali. Lakini pia mnaweza mkafanya midaharo ambayo imebeba maudhui ya mapambano dhidi ya rushwa. Lakini pia unaweza ukatumia ujuzi ama kipawa chako cha kuchora katuni kuweza kufikisha ujumbe dhidi ya mapambano dhidi ya rushwa. Hivyo klabu zetu zina manufaa. Mtakapoenda huko mashuleni, kama sio mwanaklabu, basi tunakuhamasisha uwe miongoni mwa wanaklabu ya wapinga rushwa, kwa sababu zina manufaa mengi sana. Cha kwanza, kinakujenga wewe kuwa mzalendo, na maanisha ukimpenda mama Tanzania hautajihusisha wala kushiriki vitendo vya rushwa. Lakini pia utakuwa na ujasiri wa kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa. Utatoa elimu hiyo kwa jamii, kwa familia. Endapo watapata changamoto dhidi ya mapambano ya rushwa, utakuwa mstari wa mbele wa kuongoza ni namna gani bora wanaweza katoa taarifa vitendo vya rushwa. Lakini pia klabu hizi zinakujenga kimaadili, kwamba unakuwa na mwenendo mwema, unaikataa rushwa toka ukiwa na umri mdogo, maana samaki mkunje angali mbichi. Hivyo unatakiwa kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuikataa rushwa kabisa na kuwa balozi mwema wa kuhamasisha jamii kuto kujihusisha ama kushiriki vitendo vya rushwa. Lakini pia unaweza ukatoa taarifa ya vitendo vya rushwa kwa kufika katika ofisi zetu za TAKUKURU. TAKUKURU ina ofisi katika ngazi za mikoa na wilaya zote za Tanzania. Hivyo kama ukipata changamoto ama mzazi ama ndugu amepata changamoto ya vitendo vya rushwa ama kuna viashiria vya rushwa, tunatoa rai kwamba uweze kutoa taarifa katika ofisi zetu. Lakini pia unaweza ukamsaidia ndugu, jamaa, rafiki ama mzazi kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa kwa kupitia namba ya simu ambayo ni ya bure, ni 113. Namba hiyo anaweza akapiga
ama anaweza akatuma ujumbe mfupi wa maandishi na kueleza kile kitendo cha rushwa alichokumbana nacho. Kwa hiyo tuhamasishe kujiunga na klabu hizi za wapinga rushwa, kwa sababu ni muhimu kwa manufaa yenu binafsi, manufaa ya jamii, lakini manufaa ya taifa letu la Tanzania, kwa sababu rushwa ina madhara, inakwamisha haki, lakini pia kwamba watu wachache wanakuwa wanajinufaisha wao binafsi. Kwa hiyo tuipinge rushwa, tuikatae rushwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wenu. Asanteni kwa kunisikiliza.